Bandugu, mechi ipo. Mechi ipo bwana. Ala. Mechi ipo. Ni hivi, mechi ipo na itachezwa. Mechi ipo na itachezwa. Nachokiamini ni kwamba mechi ya Simba na Yanga na iliyoahirishwa Machi 8 mwaka 2025. Believe me or not, itachezwa. But I don't know itachezwa lini. Sijui itachezwa lini kwa sababu haijapangiwa tarehe ya kuchezwa. Lakini kwa kauli zinazozungumzwa na baadhi ya watu, lazima dabi ipigwe, lazima kirudiwe, lazima tumjue nani mkali kati ya Simba na Yanga. So let's be serious. Mechi ya Simba na Yanga itapigwa, ijapokuwa hajatajiwa tarehe rasmi ya lini ambapo mchezo huo utaenda kuchezwa. Mchezo ambao uliahirishwa kutokana na kile kilichosemekana ni masuala ya usalama, masuala ya rushwa na mambo kadha yaliyopelekea mchezo huo kuahirishwa. Bodi ya ligi wakitumia kanuni inayowaruhusu kwamba kwa sababu zozote zitakazokubaliwa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na TFF, basi mchezo huo utaahirishwa. Lakini mchezo umekuwa na controversy nyingi mpaka sasa. Utakumbuka barua kutoka Young Africans ilieleza wazi kwamba wanahitaji pointi 3 kwa sababu walifuata taratibu zote mpaka kuingia uwanjani. Wakati huo wakihitaji, wakisema kwamba hawatakuwa tayari kucheza mchezo huo tena nje ya tarehe 8 March mwaka 2025. Kwa mujibu wa Arafat Haji, aliandika katika ukurasa wake wa Instagram kwamba yeye atakuwa mtu wa mwisho kuamini kwamba kuna dabi nyingine ambayo Young Africans watacheza nje ya ile ambayo walikuwa wanaitamani kuicheza, ambayo ilibidi ichezwe tarehe 8 March mwaka 2025. Kwa nini nimekuambia dabi ipo? Na kwa nini nimekuambia dabi itachezwa? Well, na kurudisha kwenye baadhi ya maneno kutoka kwa baadhi ya watu wenye mamlaka ya mpira miguu Tanzania. Kauli ya kwanza ni kauli ya TFF kupitia Wallace Karia. Alisema lazima mchezo uendelee na hatuwezi tukaruhusu maigizo. Taratibu na kanuni zitafuatwa na michezo itaendelea kama kawaida. Hakuwa specific kwamba mchezo wa Simba na Yanga utachezwa, lakini kwa kauli hiyo you can tell kwamba mchezo utachezwa kwa namna yoyote ile. Lakini Kerimbo Imanda wakati anafanya mazungumzo na chombo fulani cha habari alisema wazi kwamba anasema tunapata tabu ya kutangaza mchezo huu utachezwa tarehe ngapi, kwa sababu ni mchezo special sana, inabidi upangiwe tarehe ya peke yake ambayo haitokuwepo, hakutakuwa na mchezo mwingine unachezwa. Maana yake utakuwa na mchezo huu kwenye nchi nzima mmoja, kwa sababu na special wake ni derby, inapata VVIP treatment, wanapewa treatment ya kipekee. So kwenye muktadha wa namna hiyo wanatafuta tarehe ambayo haitokuwa iko complicated, haitokuwa na vitu vingi, alafu ule mchezo waende kunyomeka pale waende kuchomeka pale shwi. Amaelewa? So haijatambuliwa itakuwa ni tarehe ipi exactly ambayo wataweza kufanya iko kitu ambacho nimekuambia kwamba tarehe fulani mwezi fulani ndipo ambapo mchezo utaenda kuchezwa. Sisi bado wanatafuta ni wapi ambapo wataenda kuchomeka. Lakini kwenye kauli moja ambayo anazungumza ndugu yangu Kerimbo Imanda, anasema lazima Watanzania wapate burudani walioikosa tarehe 8 March mwaka 2025. Lazima Tanzania wapate burudani walioikosa tarehe 8 March mwaka 2025. Kusema kwamba wanakubali kwamba kuna burudani ambayo ilibidi tuipate tarehe 8 March mwaka 2025. Bahati mbaya ni kwamba hiyo mechi haikuchezwa. Sasa wanatafuta wapi ambapo mechi itachezwa. Kwa muktadha mwingine ni kwamba hiyo mechi itapangiwa tarehe nyingine. Kwa muktadha mwingine ni kwamba Young Africans hawezi kupata pointi 3, kwa sababu Young Africans angekuwa na mpango wa kupata pointi 3 ama wangekuwa wanasikiliza kesi ya kumpa Young Africans pointi 3, angesema tusubiri kwanza mamlaka zitazungumza, kwa sababu kuna 1 2 3. Sasa kwa sababu haya yote hayapo, hakuna mtu yote ambaye ameshatoa taarifa ya kwamba Yanga atapata alama 3 za mezani. That's why tunarudi huku tunaambizana kwamba hii mechi itaenda kuchezwa. Lakini kauli ya Steven Mguto inasemaje? Yeye na anasema lazima busara zitumike na lazima mchezo huo urudiwe. Lazima busara zitumike na lazima mchezo huo lazima busara zitumike na lazima mchezo huo urudiwe. So kimsingi ukijaribu kusikiliza na kutazama na kuchanganua kauli za wote wawili, utakubaliana na mimi kwamba lazima huo mchezo utaenda kuchezwa. Lakini pia
Miongoni mwa jambo ambalo mimi na wewe inabidi tujiulize, je, Young Africans watakubali kucheza? Hiyo ndo big deal. Kwa Simba sijui kama wanatabu. Yani moja kati ya watu ambao wameshazungumza mara kadha kadha, hata msemaji wao anasema walipokea barua ama waliona barua kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania bara, na wao hawana namna ya kuikataa hiyo barua, na walipokea na wakafata oda kama kilichoelekezwa. Na wanachokisubiri sasa hivi ni tarehe nyingine ya mechi hiyo itakayopangiwa, and then wao Simba watapeleka timu uwanjani na watakuwa tayari kucheza mchezo huo iwapo taratibu kanuni zitakaporuhusiwa zifanye kazi, na kusema kwamba kama hayo yote yataweza kuendana sawa sawa na kuendelea vizuri, maana yake ni kwamba Simba wao wako vizuri, wako tayari kwa ajili ya tarehe yoyote. Hata leo mchezo ukipangwa, Simba wao wako tayari kwa ajili ya kuingia uwanjani na kuonesha Watanzania ni nini ambacho walichonacho. Hiyo Simba hatuna mashaka naye, ni kwamba yeye yuko tayari kwa ajili ya mchezo. Tabu inakuja kwa Young Africans ambaye mpaka sasa hivi anaeleza ukweli kwamba hayuko tayari kucheza mchezo mwingine na anahitaji alama 3 za mezani, na kwa sababu alifuata taratibu zote, lakini taratibu za kupata alama 3 za mezani hazikukamilika, hakukaguliwa, hakukuepo waamuzi, hakukuepo kila kitu. Zile taratibu mpaka mchezo unachezwa hakuna hata moja ambayo ilikamilishwa. So kwenye kupata alama 3 kuna ukakasi. Je, kama Young Africans hawezi kupata alama 3, maana atakubali kurudi uwanjani? Angalia ashawaambia Watanzania hawako tayari kucheza mchezo mwingine. Young Africans akigomea mchezo ni nini kinaweza kikatokea? Anaweza kushushwa daraja na kukatwa alama 15 kwa sababu atakuwa amedharau mamlaka. Vovote vile ndio maana jana Steven Mguta amesema busara inabidi itumike, na yule ambaye hatakuwa tayari kutumia busara ndiye ambaye atakuwa amekubali kutuharibia mpira, akisema kwamba tunabidi tukae sehemu moja, tukubaliane kama taifa kwamba sasa tunatumia busara kwenye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mwisho siku tutajua sasa tunatokaje hapa kwenda sehemu nyingine, kwa sababu kesi ishakuwa nzito, kila moja anazungumza jambo lake. Yanga wanaoja na Simba wanawake. So Yanga yeye kama ataugomea mchezo utakaopangwa tarehe nyingine, maana yake ni kwamba Young Africans atakuwa anashushwa daraja na atakuwa anakatwa alama 15. Sasa Steven Mguto jana aliuliza swali jepesi sana. Kama unataka mwenzako ashushwe daraja ambaye ni kompyuta wako, unadhani wewe sokoni utabaki vipi? Kwa maana hata bado bodi ya ligi kuu Tanzania bara wanahitaji kufanya maamuzi ambayo yatawafavor wote kwa pamoja. Yani kwa maana watawafavor Yanga na watawafavor Simba, halafu maisha yaendelee. Na naomba nikwambie ukweli, kwa sasa hivi Young Africans ndiye ambaye yupo kwenye mtego mkubwa kuliko hata Simba. Ukisikiliza kauli ya Steven Mguto, kasikiliza na kauli ya Wallace Karia, ni kana kwamba wamesha set kitu chao. Yanga wakijitusu vovote vile wataenda kuitumia kanuni pasavyo. End of the day Young Africans ndio wanaweza wakajikuta wanakosea zaidi. Na ndio maana mimi nawasifu kwamba wao wamekaa kimya. Kama wataendelea kuzungumza watakuwa wanajiweka kwenye hatari kubwa sana. Wewe unasemaje katika hili? Let me know katika comment, na utakuwa umefanya jambo la maana sana. Asante and bye bye.